Ndoa sio kitu rahisi na ni kitu ambacho kinachohitaji majukumu muda wote. Ni kitu ambacho kinachowasumbua wengi na ni kitu ambacho wengi wanatamani kabisa watokane na hicho kitu. Lakini juhudi zako ambazo ulizokuwa nazo kwenye mahusiano ulizijua, ama jinsi gani ulivyokuwa ukimpenda huyo mtu? Unamkumbuka huyo mtu jinsi gani alivyokuwa na jinsi gani alivyo sasa? Inaonekana kabisa kwa wazi, inafika wakati kwenye ndoa watu hawapendani kama jinsi ilivyokuwa kwenye mahusiano. Watu hawapendani, mambo hayakui kama jinsi alivyokuwa kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano kuna vitu vingi sana mtu ambavyo wapenda nao wanavyovitenda, lakini kwenye ndoa inakuwa ni tofauti, kwa maana ndoa inakuwa na mipaka na ndoa ina majukumu kabisa. Tena sio jukumu, ni majukumu ambayo yanahitajika kila wakati, kila siku, na hiyo inafanya watu wengi wafikiria kwamba huenda hawapendi tena ama hawatoi upendo ambao unaotakiwa. So ukweli ni kwamba juhudi ni kitu muhimu kwenye ndoa na uvumilivu ni kitu muhimu kwenye ndoa. Na huo ndio ukweli. Watu wengi waliingia kwenye ndoa wakiamini kitu kimoja, kwamba ndoa ni mahali pa ukamilifu, mahali ambapo hakuna migogoro, mahali ambapo upendo unakuja kwa urahisi, mahali ambapo kila siku ni amani. Hiyo sio kweli. Ndoa si mahali pa watu wakamilifu, ni mahali pa watu wawili wanaojifunza kupendana katika hali zisizo kamili kabisa. So ndoa haikuundwa kuondoa tofauti, iliundwa kuunganisha tofauti. Fikiria kama vile mwenzie ana tofauti zake, anaona tofauti zake, na kipindi ambacho mlichoamua kabisa muwe kwa pamoja ama muishi kwa pamoja, pia ulisaini mkataba wa kusema kwamba nimemchukua huyu mtu kwa jinsi alivyo, tofauti zake zote nimezichukua, ubaya wake wote nimeuchukua, na iwe wazi ya kwamba kwenye mahusiano inaonekana ya kwamba unamjua huyu mtu sana, tena sana. Maana kwenye mahusiano kuna tabia fulani ni mapenzi lakini sio upendo. Tofautisha hilo. Kuna tofauti wa mapenzi na upendo. Upendo utauona baadaye. Mapenzi yanaweza kawa kila mahali siku hizi. Hata watoto pia wanajua mapenzi lakini sio upendo. So hilo, tofautisha hilo kabisa. Kwa hiyo umemchukua huyo mtu, ana tofauti zake na wewe una tofauti zake, na ilipofika wakati wa ndoa waliunganisha hizo tofauti na kuziweka kwa pamoja. Mtu mmoja anaweza kuwa na hasira haraka, mwingine ni mtulivu, mmoja anaweza akawa anaongea sana, mwingine akawa kimya sana, hizo zote ni tofauti kabisa za kwenye ndoa. Na ukizijua sababu hizo, hapo ndipo changamoto inaanza, sababu watu wanaanza kupingana kutokana na kutokujua sababu ama tofauti zao. Itabidi watu hawa wajifunze jinsi gani ya kuelewana ndani ya ndoa. Ina maana huyo analeta tofauti zake na analeta tofauti zake, mnayaongelea na uelewa na kuwepo. So migogoro mingi haianzi na tatizo kubwa, inaanza na vitu vidogo visivyosemwa, maumivu yaliyofichwa, maneno yaliyodhaniwa, hisia ambazo hazikuelezwa. Hii yote inaweza kawa chanzo cha migogoro. Umezania mtu kafanya hivi, hawajaelezea vitu kama hivyo. Umeficha kitu fulani. So itabidi kwenda mazungumzo. Mazungumzo ni kitu muhimu sana, na unapotaka ndoa ya kudumu inakubidi kabisa uwe unazungumza. So unapokuwa zungumza ili mambo yapate suluhisho, kwa sababu yasipopata suluhisho, siku moja mambo madogo madogo haya
yanakuwa ni mlipuko mkubwa sana. Hakikisha kabisa unapata baadhi ya masuluhisho kwenye matatizo yenu ama migogoro yenu, kwa sababu siku moja mambo madogo madogo haya ambayo hayazungumziwi yanaweza yakawa mlipuko mkubwa sana kwenye familia, kwenye watoto, kwenye jamii, hata kwenye kazi yako pia. So, kwa sababu hisia ama mawazo ambayo unayotoka nayo hapo nyumbani unaenda nazo kazini, unarudi nazo, unazitia kwenye watoto, unazitia kwenye family, unazitia kwenye marafiki pia. So huo mlipuko, hakikisha huo mlipuko usikuwepo kabisa. Kuna kitu kimoja ambacho kinaweza kuokoa ndoa nyingi, nayo ni kusikiliza ili kuelewa na si kushinda. Nafikiri ni jambo muhimu sana inapokuja kwenye ndoa. Kuna watu ambao wanapendwa wasikilizwa, waeleweke wao, ina maana wanapendwa waeleweke wewe, usikilizwe wewe, kiasi ya kwamba mwenzako asiongee kitu chochote. Nasikia ina maana hata kwenye mazungumzo unapenda ushinda wewe. Hii sio namna ya mazungumzo. Mazungumzo ya kwenye ndoa yawezi ya kaenda kwa namna hiyo. Siku zote jaribu kusikiliza na kuelewa mwenzio anahitaji nini. Watu wengi wanasikiliza ili kujibu. So sijui kama inakuwa ni nini. Hata mimi pia imefika wakati kwamba nilikuwa nikusikiliza tu ili ni kujibu. So, lakini hiyo inatokea hata kwenye ndoa. Fanya utafiti wako kuhusiana na ndoa. Fanya utafiti wako kuhusiana na psychological za watu. Utakuja kujikuta kwamba watu wengi wana hii hali ya kusikiliza ili wajibu na hawajaelewa kitu chochote kile. Hii inakuwa ni hali za watu. Unapokuwa unazungumza na mwenzio, hakikisha kabisa unazungumza ili uelewe na sio kujibu. Kwa maana ndoa si mashindano. Hakuna mshindi kama kuna aliyeumizwa. Sijui nimeumia moyo mimi na alia mimi, alafu wao unapenda ushinde mazungumzo, unapenda wao usikilizwe. Sasa mimi je, inakuwaje kuhusiana na mimi ambaye mimi nina maumivu, ambaye mimi ninalia? Sijui kama nimeeleweka. Ya kwamba inapokuwa kwenye tendo la mazungumzo, jambo la kwanza lazima uelewa liwe jambo la kwanza. Na unapoelewa vitu, itafika mahali ya kwamba unakuwa unajifunza kusema vitu kama vile nimeelewa, unavyojisikia, nimeelewa, ama nimekubaliana na wewe, kwa sababu kuhisi, kusikilizwa ni mwongozo wa uponyaji. Nakumbuka hili, usitumie maneno kama vile silaha, kuna watu ambao wanaotumia maneno kama vile silaha kwenye ndoa. Maneno yanaweza kujenga au kubomoa moyo wa mtu unayempenda. So usitumie maneno yako silaha. Maneno yako yatumike kwa kujenga na kuponya tu, ikiwa hauna la kuongea, kaa kimya, lakini ndoa ina vitu vingi sana, ndoa ina vitu vingi vya kutenda, na ndoa ni nzuri, kitu kizuri sana, Usipende pia kulinganisha mambo ya kwenye internet ama mapenzi na upendo, vitu kama hivyo. Jaribu kutofautisha mapenzi na upendo. Ni kitu muhimu sana, kwa maana kama jinsi nilivyosema, mapenzi watoto siku hizi wanayafanya kabisa, lakini upendo ni kitu kigumu sana. Unajikuta dada zetu wana wapenzi wao, kaka zetu wana wapenzi wao, lakini wanaowapenda wao ni watu wachache sana. Nasikia bwana, mimi nina wapenzi wengi ambao walionizunguka, lakini ninaowapenda ni wachache sana. Pengine waliokutamani ni wengi sana. Hiyo haijamaanisha kwamba wanakupenda, amna. Hiyo haijamaanisha kwamba watu ambao wanakutamani wana upendo na wewe, amna. Wanaweza wakawa kwenye mapenzi na wewe, wakafanya mapenzi na wewe, lakini wasikupe upendo ambao unaohitajika. Sijui kama umeelewa. Hivyo jaribu kutofautisha mapenzi na upendo. Na ukitaka kurudisha mapenzi yako, tunaita hii romance, ambayo inaweza ikafanyika mahali popote. Nasikia hizi
vitu ambayo yanaweza kufanyika mahali popote, ofisini, masokoni, wapi, ama vitu haya yanaweza karudia kwenye ndoa, yanaweza karudia. Upendo haupotei ghafla, nasikia unapungua polepole, na ndio maana unaweza fall in love ama ukampenda mtu ghafla, lakini kumsahau mtu ikawa vigumu sana. Kwa hiyo upendo unapungua polepole. Pengine imetokea kwako mpenzi ambaye uliokuwa naye, ulimpenda ghafla tu, ulivyomuona ukampenda ghafla. Sasa kumwacha inakuwa ni kitu kigumu sana. Hiyo inatokea kwamba upendo haupotei ghafla, upendo unapungua polepole. Jaribu kuthamini mambo madogo madogo kwenye ndoa yako. Sijui uko na mkewe ndani ya nyumba, teksi, unaweza ukanitext ukamwandikia ujumbe, vipi? Na kuona unaangalia lakini hauniangalii mimi. So vitu kama hivyo, anakuangalia, kanitext tena, kwa kweli ulivyoniangalia nimependa macho yako. Vitu kama hivyo. So haya mambo ya mapenzi haya ni mambo rahisi sana. Na haya mambo ya mapenzi ndo pengine yanaleta upendo, lakini kama mtu akupendi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo jaribu kuthamini mambo madogo madogo. Haya mambo madogo madogo yanaweza kurudisha upendo, vitu kama hivyo. Pia jaribu kuzungumza kwa makusudi. Kuzungumza kwa makusudi ni kwamba ukisema kitu na kinatendeka, unakusudia hicho kitu, yani kinatendeka pale pale. Inaleta furaha ndani ya ndoa. Cheka kwa pamoja ni kitu kizuri sana, ni kitu ambacho wanandoa wengi wanakitamani, lakini wengi hawakipati. Kwamba ndani ya ndoa imekuwa ni makasiriko, yani furaha ipo tena kama jinsi zile ndoto za kusema kwamba nitakuwa na mume wangu hivi na hivi, tutaenda huku, tunaenda huku, tutakuwa na watoto wetu, tukiwa na watoto tutakuwa na furaha. Unakuja kujikuta mume anakera, watoto wanakera. So jaribu kuleta cheko tena ndani ya ndoa. Pia jaribu kufanya vitu vidogo vidogo bila sababu, kama vile kucheza na watoto, sijui mtoto alifanya hivi, unampa mmewe story kama hizo. Hata mmewe pia unampa mkewe story, sijui ulikuwa kazini, umevaa shati nyeupe, ulivyokuwa ukitembea, sijui ukakanyaga karibia uanguke, hivyo kawa nafikiria jinsi gani inaweza jinsi gani inaweza kawa ni aibu. Hata mmewe pia jaribu kuwa na hizi story za kazini kwenye marafiki, hata nyumbani pia jaribu watoto sijui na hivi. Umbea pia unasaidia, sio kwamba wanaume hawapendi umbea, hamna, lakini kusikiliza ni kitu muhimu, kusikiliza ni kitu muhimu. Na umbea wa kuongelea mtu mwingine ni umbea mzuri, lakini umbea wa kumharibu mtu mwingine, sifa zake, ama mtu mwingine aonekane mbaya, nafikiri huo ndo umbea mbaya zaidi. Sijui kama hapo nitakuwa nimeeleweka. So kama mwanaume unaweza kumwambia mkewe, sijui kazini kulipitika hivi na hivi, nilivyotoka kazini, nilijikwaa, nikaanguka kidogo, hivyo nilijisikia aibu, lakini niliona tu fresh. Vitu kama hivyo ni story, lakini ni bora kuliko kukaa kimya. Pia jaribu kulitambua hili, nafikiri ni muhimu sana kwenye ndoa yako. Wakati mambo hayakwendi vizuri, kunakuwa na nyakati ngumu sana, nyakati ambazo mmoja wenu amechoka, ama nyinyi wote wawili mnahisi mmepotea kabisa. Na hiyo haimaanisha kwamba huo ndo mwisho wa upendo wenu, ama huo ndo mwisho wa ndoa yenu. Kuna njia nyingi sana na njia ndefu ambayo mnaweza mkaichukua na mkarudisha upendo wenu pale ambapo unapotakiwa kuwa. Na hapo ndipo watu wengi hufanya makosa wanapoona mambo ni magumu kabisa. Wanakimbia, wananyamaza, lakini huu ndio kweli.
Ukimbia hujajifunza kitu chochote. Ukikaa kimya unajenga mbali. Sio, umenielewa? Itabidi uwe unajifunza ndani ya ndoa na unajenga ule ukaribu ili muwe na upatanisho uliokuwa bora ndani ya mioyo yenu. Unaanzia kwa maneno. Kwa hivyo badala yake zungumza kwa uaminifu, kubali makosa yako, omba msamaha bila kiburi. Kuna wanaume kabisa wajinga, wanaweza kusema mimi ni mwanaume bana, siwezi nikaomba msamaha, ama mimi ni mwanaume siwezi, yule ni mke wangu, siwezi nikamwomba msamaha, mimi namjua vizuri kabisa, siwezi nikaomba. Kumbuka, huyu sio mchumba ama sio mpenzi wako, huyu ni mke wako. Kwa hivyo kumwomba msamaha ni kitu ambacho kinatakiwa kiwepo. Kwanza tena ni kitu rahisi kabisa, kwa maana ikiwa unampenda basi msamaha ndo njia muhimu kabisa ya kurudia. Msamaha ndo itakuwa njia muhimu ya kurudia kwenye upendo wenu. Lakini ukileta kiburi na kusema kwamba ule ni mke wangu, atanipenda hivyo hivyo tu. Wanaume hawa ni wengi, tupo nao wajinga, na wanajidai mtaani huko wakiwaambia wanaume wengine usiwahi kumwomba msichana ama mke wako radhi. Kweli, kwa mke wangu mimi naomba radhi. Msichana wangu ambaye mimi nimemuoa, nimemweka ndani, na muomba radhi, nisamehe, nimefanya makosa, mimi namuomba radhi. Hiyo ni kwangu mimi. Lakini kama vile mpenzi sijui tuko kwenye siombi. Hiyo naweza hata nikakwepa kwa njia 100 ili tu nisiombe radhi. Na huo unauliza maswali muhimu. Tunawezaje kurekebisha hili kwa pamoja? Swali hilo ni muhimu sana. Ikiwa kuna mambo ambayo hamjapata suluhisho ama mambo ambayo hayaendeki, naulizia hilo swali. Tunawezaje kurekebisha hili jambo? Nasikia tufanye nini ili jambo hili liwe vizuri kati yetu? Na hii ndio kweli kuhusiana na ndoa. Ndoa si kuhusu kumpata mtu sahihi, ni kuhusu kuwa na mtu ambaye hajakamilika muda wote, kwa sababu hata ukimpata mtu mkamilifu, kama wewe huja kuwa mtu mkamilifu, bado mtaharibu kile kilichokuwa kidhuri. Ndoa ni kama kujenga nyumba, inahitaji msingi wa heshima.